ITV Super Brand Afrika Mashariki. Familia ya marehemu Abdalla Juma wanasema wamegoma kupokea mwili wa marehemu ndugu yao kwa siku 2 mpaka sasa kutokana na uongozi wa mgodi huo kugoma kuwapa fedha za kugharamikia mazishi ya ndugu yao. Na sisi kwa tukio hilo tuliamua kuacha ule mwili pale kituoni. Baadaye askari aliyekuwa zamu ndo aliamuru kwamba huo mwili upelekeni mochwari Katoro. Sisi kwa kweli tuliondoka pale kutoka kituo cha polisi, tuliwaacha pale kituoni. Tukaondoka. Hatujui walitoka pale kupeleka mwili mochwari saa ngapi. Kwa hiyo tunaomba serikali itusaidie. Kwa sababu gani mtu anakuwa anakufa anafanya kazi, alafu mwisho wa siku mtu anaachwa hivyo hivyo. Ila kwa sasa hivi asubuhi tumejaribu kuongea na uongozi wa Nyamishiga ambao unaendesha ule mgodi. Wanatuambia kwamba jana mlituletea mwili wetu wa marehemu tukaukataa, kwa hiyo wanatutishia tutafuata sisi wenyewe Katoro zahanati kule. Kwa hiyo ni gharama zetu sasa hivi, wenyewe hawana hiyo taarifa, wameshamaliza hiyo kazi. Kwa hiyo tunaomba serikali tusaidie kwa hilo. ITV imezungumza na waombolezaji na uongozi wa eneo la Lwamgasa. Wanasema tukio hilo limezua taharuki na sintofahamu kutokana na mvutano baina ya uongozi wa mgodi pamoja na familia zilizopoteza maisha. Walipofika mwili, wanafamilia wakauliza kwamba vipi sasa mwili mnauleta sawa? Je, pesa ya kuendesha msiba wapi? Basi bwana, wakasema kwamba sisi hela tulionayo ni 200,000. 200,000 naweza ikaendesha msiba? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Basi wakavutana na familia pamoja na hao walioleta mwili mpaka ikafikia 2,000,000. Sasa ilipofika 2,000,000, wakasema kwamba sisi sasa hivi tutakuwa na shilingi 500,000. Tutatanguliza 500,000. Kitakazobaki tutaleta. Sisi tuliukataa kusudi maelezo yajitosheleze watakapokuwa wametuletea mwili wetu. Kwa sababu mwili walihitaji watukabidhi mwili bila hata maelezo. Ikaonekana kwamba twende kwenye taratibu za kisheria. Tumeenda polisi pale tukatoa taarifa na polisi wakatupa ushirikiano, wakasema mwili bado, kwa vile mwili bado wanao wao, upelekwe sehemu husika kwenye sehemu za kuhifadhi. Kwa hiyo mwili umehifadhiwa mochwari baada ya kuwa sisi tumeukataa kwamba vigezo na masharti havijakamilika. Kamanda wa polisi mkoa wa Shinyanga, kamishina msaidizi mwandamizi wa polisi Janet Magomi, ameutaka uongozi wa mgodi wa Nyamishiga kujitokeza na kushirikiana na familia ili kumaliza mvutano huo. Na shauri kule kulikotokea tatizo nawe watumie busara, kwa sababu tatizo limetokea, unatakiwa kushirikiana na familia, kwa sababu huu ni msiba ambao msiba unahuzunisha. Sasa kama ni kweli wanakataa kushirikiana na familia, sio sawa. Ni vyema wakashirikiana na familia, wakachangia gharama ili mwenzetu aende kasikiliwe. Kutoka katika familia hii ya marehemu katika kijiji hiki cha Lwamgasa, kata ya Lwamgasa, mkoani Geita, Basil Elias, ITV. Katika kuendelea kukupa habari za kina na uhakika kupitia taarifa ya habari ya ITV, jiji letu, habari za saa na hapa na pale, ITV inakutambulishia waandishi wake mahiri wanaopatikana ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, wakikuletea kila tukio linalotokea ndani ya saa 24, siku 7 za wiki 4 za mwezi na miezi 12 ya mwaka. Vikao vya bunge hapa mjini Dodoma, ambapo waheshimiwa bunge pata fursa ya kuuliza maswali mbalimbali serikalini na kisha kupatiwa majibu. Nikiripoti kutoka bungeni Dodoma, mimi ni Godfrey Monyo wa ITV. Kutoka hapa katika eneo hili la tukio, hapa katika kijiji cha Shauri Moyo, manispaa ya Tabora, mkoani Tabora, Apollo Benjamin, ITV. Ripoti kutoka katika eneo hili lililo katika manispaa ya Bukoba iliyoko mkoani Kagera, naitwa Audax Mtiganzi wa ITV. Katika bajeti hii ya Wizara ya Ardhi pia msisitizo umetolewa kwa watendaji kuzingatia haki na misingi ya kazi zao katika kuwahudumia wananchi, kuepusha migogoro ya ardhi. Mimi ni Juliet Robert, ITV bungeni Dodoma. ITV Super Brand Afrika Mashariki.
ITV Super Brand Afrika Mashariki.